ni lazima tushiriki kwenye uchaguzi ili tutumie jukwaa la uchaguzi kama sehemu ya kuleta mabadiliko. Kususia uchaguzi hakujawahi kutupa matokeo yoyote chanya. Tumeona uzoefu wa kilichokuwa chama cha wananchi CUF kilivyosusia uchaguzi wa marudio Zanzibar, na pale ambapo hawakuwepo CCM ilichukua ushindi wote na ilienda mbele kutengeneza sheria mbovu zaidi ambazo ndio zinatusumbua mpaka leo. Kwa mfano upigaji kura wa mapema. Na mtazamaji wa East Africa TV, karibu katika mahojiano maalum kabisa, na hapa nipo katika ukumbi wa Hakainde Hichilema hapa makao makuu ya ACT Wazalendo Magomeni, Dar es Salaam. Na hapa nipo na kiongozi wa chama hiki Dorothy Semu, ambaye tuliona amechukua fomu kwa maana kuwania nafasi ya urais kupitia chama cha ACT Wazalendo. Anakuwa mwanamke wa pili kupitia ACT Wazalendo kuwania nafasi ya urais. Wa kwanza alikuwa ni marehemu Anna Elisha Mugwira. Naitwa Breton Masalu na hapa ni ACT Wazalendo. Kwanza hongera sana. Asante, nashukuru sana, karibuni ACT Wazalendo. Kwanza umechukua fomu ya kuwania nafasi ya urais kupitia chama cha ACT Wazalendo. Kwanza tuanze kwenye mchakato wa chama kwanza. Ulikutana na upinzani wote ndani ya chama, ulikuwa tu mwenye peke yako kutaka kuwakilisha chama kwenye nafasi ya urais? Sisi kama chama tumefanya maandalizi muda mrefu. Tumekuwa na mkakati wetu wa kuhakikisha kwamba tunaweka wagombea bora kwenye kila ngazi katika uchaguzi ulioko mbele yetu wa Oktoba 2025, na kinachoendelea sasa ni mchakato wa ndani ya chama. Kwanza nilitangaza nia tarehe 19 Januari na hivi karibuni nimechukua fomu sasa, kwa sababu tayari mchakato wa ndani wa chama umeshaanza. Kwa hiyo nimechukua fomu ya kugombea urais na nitairudisha ndani ya siku chache zijazo, lakini pia tunategemea watu wengine wengi watajitokeza kuchukua fomu kuanzia ya urais mpaka ya udiwani, ili tuwe na mchakato mzuri wa ushindani ndani ya chama. Haikuwa ngumu niseme, kwa sababu chama cha ACT Wazalendo kimejiandaa na kimeendelea kuweka mazingira bora ya kuhakikisha kwamba wagombea wanapita kwenye njia ambayo wanaelimishwa, ambayo ina maelekezo ya kutosha, na hususan wagombea wanawake ambao tungependa wawe kwa wingi zaidi, wapatikane na waweze kugombea nafasi mbalimbali kwa kushindana, na hatimaye tuwape ridhaa ya kupeperusha bendera ya ACT Wazalendo kwenye nafasi mbalimbali. ACT Wazalendo kinakuwa chama kinaendelea kujikita zaidi kwenye kuimarisha upinzani hapa nchini, na pengine ni nini sera kubwa ya taifa, kwamba tunajua kwamba lengo la kila chama ni kushika dola, ndio lengo la kila chama duniani kote. Ni nini sasa nafikiri mustakabali wa ACT Wazalendo, ama nini sera mpya na bora kwa Tanzania kupitia chama cha ACT Wazalendo? Asante sana. Sisi mmeona tuna slogan yetu inasema taifa la wote, maslahi ya wote. Sisi tunaamini kwamba nchi hii imebarikiwa sana na ina uwezo wa kuwa taifa bora zaidi duniani ambalo litajali watu wake wote, kuweka mazingira bora ya kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anafaidi na kutumia rasilimali tulizopewa na kuneemeka kiuchumi, yeye kama mtu binafsi na taifa kwa ujumla. Sera yetu kubwa inayotubeba ni kuhusu hifadhi ya jamii kwa wote. Sisi tunaamini kwenye kutumia gurudumu la hifadhi ya jamii, kuwekeza, kutoa mitaji kwa vijana na kwenye shughuli ambazo zitaleta ajira nyingi, kuhakikisha kila Mtanzania anakuwa na fao la afya, kila Mtanzania anaweza kupata huduma ya afya kutokana na mahitaji yake, lakini anaendelea kuchangia kwenye mifumo ya hifadhi ya jamii kutokana na kipato chake, kutoa pensheni kwa wazee, na kuhakikisha kwamba uchumi huu unakuwa na kuwezeshwa kwa kuanzia ndani ya nchi. Nataka nijue maoni yako yapi kwenye hali ya demokrasia nchini. Unadhani tuko sawa demokrasia kutokana zile arani za Mheshimiwa Rais, likiwemo hii ya maridhiano kwa maana ya reconciliation? Tuna demokrasia ya vyama vingi kwa zaidi ya miaka 30 sasa, na sisi ni chama ambacho tuna mwaka wetu wa 11.
lakini mazingira ya kuingia kwenye demokrasia ya vyama vingi yalivyowekwa au walivyoingia wakubwa zetu miaka ile haya kuboreshwa ilivyotakikana ili kuhakikisha kwamba katiba, sheria na mengine yote yamebeba uhalisia wa kujenga taifa linaloamini kwenye demokrasia ya vyama vingi. Tuliweka, tukafunua maeneo hapa na pale, lakini ile misingi muhimu naona hatukuwekeza kutosha. Hata hivyo, tulipokea kwa kauli za rais, ahadi zake kuhusu Foara na namna ambavyo alivyotaka kuleta mabadiliko ya kidemokrasia katika taifa letu. Na sisi kama ACT Wazalendo tulishiriki kwenye kikosi kazi, tulishiriki kwenye kutoa maoni kwenye sheria na mengine yote yaliyofanyika kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita, tukiwa na mategemeo makubwa kwamba kweli ule utashi wa kisiasa tungeuona kwenye uhalisia. Lakini tumeona matokeo ambayo hatukuyategemea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, kwamba dola bado linataka kudhibiti vyama, dola bado linataka kutumia nguvu zake kushindwa kuwapa wananchi uhuru wao na haki yao ya kuchagua viongozi wao. Kwa hiyo sisi tumeliona hilo na tumelifanyia kazi na tumeona sasa twende namna Chama cha Mapinduzi wanavyotaka twende. Tutawakabili Chama cha Mapinduzi vile watakavyokuja bila kuogopa wala kupepesa macho. Kwa hiyo tumeendelea kujiandaa, tumeendelea kufanya kampeni mbalimbali kwa wanachama wa ACT Wazalendo, kwa wananchi, kwanza kuhakikisha tunailinda thamani ya kura, kwamba ni haki ya mwananchi kuchagua kiongozi anayemtaka kila baada ya miaka mitano, serikali za mitaa na kwenye uchaguzi mkuu. Ni muhimu tukalinda na tukaitetea hiyo kura na tukawaelimisha wananchi kwamba wasimame kidete kulinda na kutetea thamani ya kura, ili tupate viongozi ambao sisi wenyewe tumewachagua na tunaowataka watuongoze kwa miaka mitano ijayo. Tumeona nchi nyingine kama Kenya jinsi ambavyo baadhi ya viongozi walisusia na kutokushiriki kwenye uchaguzi na matokeo yake hayakuwa mazuri. Kwa hiyo sisi tumejifunza na sisi ni wanafunzi wazuri katika siasa zetu. Tunasema tutashiriki huku tukipambania mabadiliko na tutapambania mabadiliko huku tukishiriki. Jukwaa la uchaguzi ni sehemu nyingine ya kukionyesha Chama cha Mapinduzi kwamba tumekikataa, hatukubali na tunataka viongozi wengine kwa ajili ya kutuongoza. Lakini pia tunajua kwamba haijawahi kutokea duniani vyama kandamizi vikasusiwa uchaguzi na vikaacha kufanya uchaguzi, badala yake vinaenda kujiimarisha zaidi. Kwa hiyo kususia uchaguzi inakuwa ni kama eneo la kuhakikisha kwamba yani unaenda kuusimika ule utawala zaidi, lakini kushiriki ule uchaguzi na kusimama kusema hapana na kuona kwamba wananchi wamechagua vinginevyo ndio njia ambayo sisi tumeamua kupita. Na tunajua Chama cha Mapinduzi kitafurahia sana ambapo vyama makini vitasusia uchaguzi. Hatutaki kuwapa hiyo fursa. Lakini jingine tunajua kwamba wakati wa uchaguzi ni wakati wa wananchi kutoa mrejesho kwa chama kinachotawala, kama kilifanya kazi vizuri, hawakifanya kazi vizuri. Sisi tunajua na tumeendelea kusema katika majukwaa yote kama chama cha siasa cha ushindani kwamba Chama cha Mapinduzi kimeshindwa kuongoza. Kwa hiyo hii ni fursa nyingine ya kukikatalia kuchukua tena mamlaka ya kuongoza taifa hili. Chadema wamekuwa na msimamo mkubwa kwamba bila mabadiliko hawaingii kwenye uchaguzi, na watu wanajua Chadema na nyinyi ndio vyama ambavyo vyenye nguvu zaidi kukabiliana na CCM. Nini kuleka kwa Chadema? Na pengine na nyinyi mmesaini makubaliano haya, hati ya makubaliano ya kuingia kwenye uchaguzi mkuu. Mnakutana na maneno gani kwa wenzenu Chadema? Sisi kama chama cha siasa tuna mipango thabiti ya kuhakikisha tunaenda kufanya kazi yetu vizuri, kazi ya kuongoza wananchi kwenye mabadiliko. Na tunajua kuna vyama vingine makini, tunahitajiana na tumeona vyama vya ushindani vilifanya vizuri zaidi viliposhirikiana. Sisi tumefanya jukumu letu, tumewasiliana na vyama vyote makini, tumevieleza nia yetu ya kutaka mashirikiano.
Kwa hiyo kilichoko sasa ni mpira uko kwenye uwanja wao, ni wao sasa kurudi na kusema kama twende mbele au twende vipi. Lakini tunasema tunaamini kwenye mashirikiano, tunaamini kwenye kufanya kazi pamoja. Lakini pia tunaheshimu pale vyama vinapokuwa na sera au mikakati tofauti ya kufikia tunapoelekea. Ni wajibu wetu sasa tunapokuwa na hiyo mikakati tofauti kushawishi wengine ni namna gani ambavyo tutavusha kutokana na hiyo mikakati ambayo tumekuwa tukiitangaza. Sisi tumetangaza mkakati wetu kwamba tuendelee kushiriki huku tukipambana na kupambana huku tukishiriki. Mimi ni Profesa wa habari Brighton Masalu, East Africa TV.